Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hili ni somo la 9 linalosema warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Leo ni Novemba 28, siku ya Ijumaa. Jifunze zaidi. Soma Ellen G. White, Mwisho wa Pambano, ukurasa wa 545 hadi 558 kwenye Pambano Kuu. Tutaokolewa milele tuingiapo mjini kupitia kwa milango yake. Ndipo tutapata kufurahi kwamba tumeokolewa. Tumeokolewa milele. Lakini mpaka wakati huo tunahitaji kuzingatia agizo la mtume. Na basi, ikiwa ikaliko ahadi ya kuingia katika raha yake, na tuogope mmoja wenu asije akaonekana ameikosa. Waebrania sura ile ya 4 aya ya 1. Kuwa na ujuzi kuhusu Kanaani, kuimba nyimbo za Kanaani, kufurahia juu ya matarajio ya kuingia Kanaani. Hakukuwaleta wana wa Israeli kwenye mashamba ya mizabibu na vijisitu vya mizeituni ya ile nchi ya ahadi. Wangeweza kuifanya iwe yao kwa kweli, kwa kuimiliki tu, kwa kutii masharti, kwa kudhihirisha imani iliyo hai katika Mungu, kwa kujipatia wao wenyewe ahadi zake. Ellen G. White, The Youth's Instructor, Februari 17 mwaka 1898. Katika Biblia, urithi wa waliookolewa unaitwa nchi. Waebrania 11 ya 14 hadi 16. Pale mchungaji wa mbinguni anawaongoza kondoo wake hadi kwenye chemchemi za maji ya uzima. Mti wa uzima unazaa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti ni kwa ajili ya kuwahudumia mataifa. Pale kuna mito inayotiririka daima maji meupe kama bilauri, na kando ya miti hiyo kuna miti inayopepea na kuweka kivuli chake juu ya njia zilizoandaliwa kwa ajili ya waliokombolewa na Bwana. Pale nyika pana na kubwa zinaenea na kupanda katika vilima vizuri, na milima ya Mungu nyuma ya vilele vyake virefu. Kwenye nyanda hizo za amani, kando ya mito hiyo iliyo hai, watu wa Mungu, watu waliosafiri na kutangatanga kwa muda mrefu, wataishi humo. Ellen G. White, Pambano Kuu, ukurasa wa 556. Maswali ya kujadili. Swali la kwanza: fikiria juu ya nchi ya ahadi kama ishara ya uzima tele ambao Kristo amewaahidi wafuasi wake kwenye Yohana sura ya 10 aya ya 10. Je, manufaa ya kuishi kwenye nchi yenye wingi yanaoneshaje baraka za wokovu? Swali la pili: kuna umuhimu gani kati ya kuwa raia wa nchi na kuishi mtindo fulani wa maisha? Moja linaathirije lingine? Ni vipi baadhi ya vidokezo vya kuwa raia wa ufalme wa Mungu? Swali la tatu: kama binadamu, wakati wote tunakatishwa tamaa na ahadi za wengine na nyakati fulani kutokana na ahadi tunazojipatia wenyewe. Kwa nini utegemee ahadi za Mungu? Swali la 4 na la mwisho: tunawezaje kufanya ahadi za nchi mpya kuwa sehemu ya mustakabali wetu kwa namna iliyo halisi na thabiti hata sasa? Hili ni somo la 9 la robo hii ya 4 mwaka 2025. Somo lisemalo warithi wa ahadi, wafungwa wa matumaini. Somo la 10 litasema Yoshua wa kweli. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo idumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina.